1 million. Fedha nyingi sana. Kila mkoa. Bwana, kama mlikuwa mnakodisha gari mnatumia milioni 5, basi yeye mwenyewe kidogo anaweka itakuwa 4. Mchango mkubwa kabisa huo. Sawa, tu achana na hilo. Turejelee kwenye la msingi zaidi na kubwa, hili ni Simba Sports Club wenyewe. Na Stellenbosch kiufundi, bwana Musa Mkwaju. Kuanzia walipoanzia mpaka kufika hapa, ni timu ambayo kwa haraka ukitizama imefunga magoli mangapi na imefunga magoli mangapi pia? Unaweza kupata picha fulani hivi. Kwanza kwa kuanzia kwenye kufunga, unajua wameruhusu mabao 10. Wameruhusu mabao 10 mpaka hii hatua ya robo finali. Ni mabao 10 haya ambayo tunazungumza. Hii hatua ya nusu finali. Yes, nusu finali. Mabao 10 ambayo tunazungumza, asilimia 80 ya mabao ambayo wamefungwa na klabu ya RS Berkane. Unajua, kwa maana kwamba walifungwa mabao 5 kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza, mchezo wa mkondo wa pili wakaenda kuruhusu mabao 3 wakiwa nyumbani kwao. Kwa walifungwa mabao 8 na timu moja. Sio, naona hiyo. Lakini pia mabao 2 walifungwa dhidi ya Bamako ya Mali. Real Bamako. Yes, Real Bamako ya Mali. Na dhidi ya CD Luanda hakuruhusu bao kwa sababu alishinda pia michezo yote miwili kuanzia away kuja hadi nyumbani. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba imekuwa ni timu ambayo unaweza kaona zungumza kama timu iliyo miongoni mwa timu ambazo zimeruhusu mabao mengi, kwa sababu ukitaja kwenye zile timu ambazo zimeruhusu mabao mengi, na maana yeye yuko kwenye wale watatu walioruhusu mabao mengi zaidi. Unajua, kwa maana kwamba wapo akina Nyimba hapo walioruhusu mabao 12 na kadhalika, lakini yeye yuko kwenye zile top 3 zilizoruhusu mabao mengi, na yeye utamuona anaingia hapa angalau kwenye timu za namna hiyo. Kwa hiyo ukizungumzia udhaifu wake, unaweza ukaona kwa kuangalia namba hizo, lakini ukirudi sasa kuziangalia namba zenyewe, namna ambavyo zimepatikana katika michezo yake au katika kutengeneza takwimu hizo, unaona kwamba kumbe pengine sio timu ambayo ni dhaifu kwa kiwango hicho, kwa sababu timu ambayo imefanikiwa kupata clean sheet katika michezo miwili dhidi ya bingwa mtetezi kwa maana ya Zamalek, unaweza ukaona kwamba ni timu ambayo sio timu ya lele mama. Lakini pia nilikuwa najaribu kutazama, hii ndio timu ambayo unajua imepata, tunasema hati safi, clean sheet nyingi zaidi kwenye michuano hii, nyuma ya RS Berkane ambao wao wamepata takriban clean sheet 7. Kwa hiyo ukizungumza kwenye walinda mlango ambao kwamba wamepata clean sheet nyingi, utamzungumza Muniri wa RS Berkane mwenye clean sheet zake hizo, lakini pia utamzungumza Serge Stephens ambaye hapa katikati kulikuwa na taarifa ama atakosekana kwenye mchezo na vitu vingine kama hivyo, lakini amepata clean sheet takriban 5 akiwa kwenye nafasi ya pili. Na hiki ndio kitu ambacho kinakuonyesha kwa nini labda pengine ilikuwa watu wengi walikuwa wanamzungumza sana. Unajua, watu walikuwa wanajaribu kujiuliza saa nyingine kwamba kwa timu kama hii ambayo imeruhusu mabao mengi, kwa nini labda mlinda mlango wake kuonekana atakosekana, imekuwa kama ni story kubwa. Kumbuka kwenye yale mabao 5 aliyofungwa, si yeye aliyekuwa langoni, walikuwa mlinda mlango chaguo la pili, Masuruke. Kwa hiyo yeye ukizungumza kwenye mabao ambayo amefungwa mabao 5 kati ya yale 10 ambayo wamefungwa. Lakini pia kwenye saving percentage, unasema kwa maana kuokoa michomo ile, ni mmoja kati ya walinda mlango ambao wamekuwa kwenye kiwango kizuri. Unaona ana wastani wa kuokoa michomo, tunasema asilimia 77.2. Yani kwenye kila mipira ya asilimia 100 ambayo inaenda langoni kwake, asilimia 77.2 anaokoa. Sio, unaelewa? Kwa unamuona kwamba yuko kwenye ubora kiasi gani. Ukija kumlinganisha na mtu kama Musa Pinpin Kamara, Pinpin yeye ameokoa takriban tunasema asilimia tunazungumza hapa 72.7, lakini yeye ana 77.6. Kwa hiyo unaweza kumuona kwamba kumbe pia ni mmoja kati ya watu ambao wamesaidia sana kuisogeza Stellenbosch mpaka katika eneo hili ambalo wapo. Kwa hiyo ni timu ambayo unaweza kuona kwamba si kama ni timu dhaifu kama ambavyo unaweza kufikiria. Ni timu ambayo ni changa kwenye michuano, haina ukomavu mkubwa wa kiasi hicho, lakini pia ni timu ambayo ndani ya uwanja inakupa ushindani. Na wakati nilikuwa najaribu kutazama Simba, unajua pia ni moja kati ya timu ambazo zimekuwa hazishindi sana. Yaani unaponya zile pressing tunasema kwa namna ambavyo wanaweza kuishinikiza timu pinzani kwenye eneo la mwisho, kwenye final third kwa ajili ya kupora mipira. Ni moja kati ya timu ambazo hazifanyi vizuri sana kwenye eneo hilo. Na hiyo inaweza kachangiwa, unaweza kaanza kutengeneza kwa maana kwamba sababu ya kusema aidha Simba ina wachezaji ambao ni wazembe kwenye eneo la juu la kushambulia, ama pengine ni mbinu ya mwalimu kwa namna ambavyo anataka timu yake icheze. Kwa sababu mara nyingi tulikuwa tunamuona Leonel Ateba akiwa anacheza, mara nyingi anabaki juu isolated, hususan kwenye michezo ambayo wanacheza away. Kwa hiyo ni ngumu kupress afu mkapora mipira kwenye mazingira hayo. Either atapress, lakini mwisho wa siku atakuja kusubiri kwenye eneo ambao una watu wengi, ambalo ni katikati ya uwanja, ambapo ndo Simba wanaongoza kwa kuiba au kwa kupoka mipira
kwenye eneo hilo kuliko klabu nyingine yoyote kwenye michuano hii. Zaidi ya mipira 200 wakiwa wamefanikiwa kufanya hivyo. Kwa hiyo inaonekana Simba pia ni wazuri kwenye kujaribu kukaba ama kuzuia kuanzia kwenye katikati, kwenye eneo la katikati ya uwanja kuliko juu. Sielewa. Lakini kwa maana ya wapinzani wao Stellenbosch ni timu ambayo ina wastani tunasema ina wastani mbovu wa kupokonywa mipira kwenye eneo lao la juu. Yaani wenyewe wakiwa kwenye eneo lao wakifanywa pressing kwenye eneo lao, ni timu ambayo ni rahisi pia kupokonywa mipira. Sasa hapo kuna mawili ambayo yanaweza kaenda kufanyika. Either mwalimu wa klabu ya soka ya Simba Fadlu Davis kuangalia madhaifu hayo na kuamua kuyafanyia kazi, ama kuendelea kubaki kwenye mpango wake ambao anauamini. Kwa sababu unaweza kusema kwa sababu hao ni kiwa press labda napokonya mipira, ukaamua kuisogeza timu yako juu, alafu ukakuta wakakuadhibu kwa sababu na wenyewe ni bora sana kwenye mashambulizi ya kushitukiza. Na bahati nzuri tuliona taarifa, nadhani Ashley Kupido atakuwa anakosekana kutokana na majeraha, kwa sababu nimeona nafikiri itakuwa ni kama wiki 6 hizi majeraha ambayo aliyapata kwenye mchezo dhidi ya Mazulu. Lakini huyu pia ni moja kati ya silaha zao kubwa, ni mchezaji mwenye kasi. Kwa hiyo kwenye zile mashambulizi yao wanafanya ya kujibu ama ya kushtukiza kwa kuweka mipira nyuma ya migongo ya walinzi wa timu pinzani, then wanakimbia. Huyu ni moja kati ya watu ambao ni muhimu, mshambuliaji wa kati, lakini ana uwezo wa kwenda kushoto kulia. Anakosekana kwenye huu mchezo dhidi ya Simba. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Simba wanaipata ahueni, japokuwa alikuwa hafungi sana, lakini alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anawapatia ile balance ya kimchezaji, sio, unaelewa? Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna kitu ambacho kinaenda kumiso. Kiniuliza kwa picha tu ya jumla sasa kwamba Stellenbosch ni timu ya namna gani? Ni timu ambayo naamini kwamba inaweza kaenda kuwapatia Simba ushindani, lakini ni timu ambayo hauwezi kusema kama ni bora zaidi ya klabu ya soka ya Simba, kuanzia kwenye performance yenyewe na hata rating na vitu vingine kama hivyo. Kwa sababu ukimzungumza Simba kwenye rating overall performance, ni timu ambayo unaweza kuiweka kwenye nambari 3 kwa ubora kati ya timu ambazo zimesalia, ambao Stellenbosch yeye utamwona yuko unajua